Mr. Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Mshaa Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Naam, kwanza nasikia wazalendo wanafanya kazi yao vizuri kuliko ilivyotegemewa awali. Kazi lazima iendelee mwalimu, kwa sababu huwezi kuvamia nchi ya watu alafu ukasema ni ya kwako. Na kauli ambayo nimewahi kuizungumza mimi mwanzoni kabisa, niwaambia watu kwamba Kongo itapigania na wakongomani wenyewe. Kwa wazalendo ni wakongomani halisi. Tofauti na wale sio wanasiasa ambao wako chini ya kiongozi wao huyu ambaye William Mwamuli ya Kutumba. Kwa hiyo wanafanya kazi yao nzuri kama walivyosema. Sasa hivi ni nyumba kwa chumba. Nyumba kwa chumba, wakiwasaka wale maharamia ambao wanaofanana na M23 ambao wamevamia ardhi ambayo sio kwao. Kwa hiyo kazi inaendelea, na niseme wazi kabisa kwamba tuna siku mbili tangu zimepita tangu kwa kiongozi wao aliyefahamika kama mtetezi. Kuna ambao ndugu yangu wetoka ananiambia kwamba mafanikio ya wazalendo ya wiki moja, wiki ya pili sasa ni kutokana na kifo cha mtetezi. Unaona kwamba mtetezi alikuwa ametolewa kafara. Yani kuna taarifa za wazee wa maeneo yale wa Fuleru au Wabembe Walega na wengine, ni kwamba mtetezi amekufa. Imekuwa ni kama Yesu alivyokufa msalabani. Yesu alikuwa amejitoa kafara kwa njia za dhambi zenu nyinyi wakina Mwakilembe. Hata wewe pia. Vile mtetezi alivyokufa ni kama vile alikuwa ameongeza morali na ameongeza mzuka na kuatia uchungu zaidi wazalendo waendelee kupambana dhidi ya Kongo yao. Ndivyo ilivyo ndugu yangu Mwakilembe. Sawa. Tumeona majadiliano kati ya rais wa Rwanda na rais wa Kongo yaliyofanyika nchini Qatar, Doha. Sasa jambo la kwanza nilishindwa kuelewa. Mazungumzo haya yalishindwa kufanyikia ndani ya Afrika mpaka yakafanyike nje ya Afrika. Hilo ni jambo la kwanza ambalo ningetamani hasa kupata ufafanuzi kuhusu na hilo. Wewe kama wewe mchambuzi, ili swala kwanza unalionaje kwanza kwa hapo? Mwalimu wa neno la Mungu ifahamike kwamba ndio maana niwe kuzungumza mimi ya kwamba wanasiasa wote motoni. Kwa nini? Wanasiasa wote motoni. Wanasiasa wote motoni. Na ifahamike tu kwamba pia ni matumizi mabaya ya pesa. Viongozi wa Afrika ni watu ambao wamekuwa, yani mambo ya msingi wao wamekuwa wakichukulia kama ni mambo mepesi. Yani wanacheza na damu za watu. Wanacheza na maisha ya watu. Wanacheza na mali za watu. Wanacheza pia, unajua wameaminiwa kama viongozi, lakini mwisho wa siku ni kwamba wamekuwa kama vile wanacheza tu mambo ya msingi, wanaingiza michezo ya kuigiza. Wanaingiza mambo ya ajabu kwa sababu haiwezekani kwamba, yani ninajiuliza mwalimu neno la Mungu hapa, mimi ni Mpoki Buya Kamina Mwandagasia, kwamba imeshindikana nini? Yani kwa nini wasizungumzie hapa Afrika? Kwa nini wasiweze kumaliza tofauti zao hapa Afrika? Kuna haja gani ya viongozi wetu tofauti mambo ya Kiafrika kwenda kuyazungumzia nje ya Afrika? Na Kagame ni kama vile anasahau kauli ambayo alizungumza mwaka 2017, mwaka 2018, 2016, 2017 akiwa kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kama sikosei. Akiwa Ghana aliwahi kusema ya kwamba Afrika lazima ijifunze kutatua changamoto zake pasipo kuwahusisha watu wa nje. Kauli ambayo alikuwa amerudia leo kuzungumza na namzungumzia Ustadh Kwame Nkrumah hadi sababu Ethiopia tarehe 25 mwezi wa 5 1993, kwamba lazima tujifunze kutatua changamoto zetu sisi kama Waafrika. Leo hii viongozi mambo ya Afrika yanakwenda kuzungumzia Ulaya. Hii mwalimu inatia wasiwasi huko mbeleni. Mambo ya Afrika yanapaswa kuzungumziwa hapa Afrika na sio Ulaya. Unajiuliza kwamba huyu Felix na mwenzake wamekwenda kufanya nini leo Katari?
ina maana wakienda Katari ndio vita vinaisha. Na labda kuzungumzia hapa Afrika mpaka waende Katari. Mwandagasi, matumizi mabaya ya rasilimali za ama pesa walipa kodi, matumizi mabaya pia ya akili. Kama lazima tujifunze kuaminiana sisi kwa sisi. Yaani leo hii Mwarabu ndo aende akasuluhisha kesi za Mwafrika, leo hii mzungu ndo aende akasuluhisha kesi za Mwafrika. Kwa mwalimu kidogo nimetia wasiwasi kwamba nini kimetokea mpaka wamepanda mapipa moja kwa moja mpaka Katari, mambo ambayo wangeweza kuzungumzia Butembo, wakazungumzia Kigali, wakazungumzia Tanzania, wakazungumzia Zambia, mpaka muende Katari. Mwalimu kidogo kuna wasiwasi kama wanatumia akili zao sawa sawa. Mwandagasi, hapo katika swala moja zaidi, kwa sababu Afrika imejaribu sana kutatua huu mgogoro, na tukiachana na huko nyuma, hapa tujuzi hapa ambapo East African Community wamefanya, na tunakumbuka Tshisekedi hakuenda. Okay, wakakutanika SADC pia wakafanya, Tshisekedi hakuenda. Wakakutanika SADC na EAC, mkutano ule umefanyika Dar es Salaam, Tshisekedi hajaja. Na ikafanyika tena Umoja wa Afrika sasa huko Addis Ababa, na bado mambo hayakuwa, na bado nadhani Tshisekedi hajaenda, lakini huku kote Paul Kagame amekuwa akienda, na suluhu sasa bado haikupatikana. Wameleta wengine, mfano wakina Uhuru Kenyatta na Kubuka, na wao pia waliteuliwa kwa ajili ya kusuluhisha huu mgogoro, bado imeshindikana. Lakini labda mimi swali ambalo nataka kuuliza, mbona ni kama rais wa Kongo yeye anaamini zaidi nje kuliko kuamini huku Afrika ambako ndio nyumbani kwake na ndio ndugu zake wapo huku ambao wanasema tunataka tujadili huu mgogoro ili mapigano yaishe hapo katika taifa la Kongo. Labda hapo naomba uchambuzi wako kidogo na mimi niweze kuelewa. Na lakini mimi naona mwalimu na la Mungu, ndio kwa sababu utakumbuka ni wazi kabisa kwamba serikali ya Rwanda iko chini ya vikwazo vya Umoja wa Kimataifa, lazima pia ulifahamu. Sawa. Na labda pengine ilionekana wazi kabisa kwamba ni salama zaidi kufanya mkutano huo na mataifa ya Kiarabu, sababu hamna taifa la Kiarabu ambalo limewekea vikwazo Rwanda. Na ufahamu kwamba mkutano wa mwisho ambao ulikuwa ufanyike Luanda nchini Angola na M23 walitakiwa waende pale. Ila cha ajabu ni kwamba M23 hawa walikuwa tayari wamekwisha vikwazo na Umoja wa Kimataifa. Vikwazo vya kusafiri ama vikwazo vya aina vya kiuchumi, vikwazo vya kidiplomasia. Labda pengine ndio maana wakaona njia pekee ya wao waende wakafanya mkutano sema ambao ni salama zaidi, kwa sababu maeneo mengine kote wamepigwa pini, hawana nguvu au nafasi ya kuweza kwenda katika maeneo hayo. Na utakumbuka pia uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya na Rwanda ya Paul Kagame umetetereka ama umeharibika. Wiki iliyopita utakumbuka Rwanda imefukuzwa na diplomasia wote wa Ubelgiji, na Ubelgiji imefukuzwa na diplomasia wote wa Rwanda, na ofisi zimefungwa, kama balozi zimefungwa. Labda pengine Paul Kagame aliona wazi kabisa kwamba kwake itakuwa salama zaidi kufanya mkutano ndani ya Doha Katari kuliko kufanya mkutano sehemu yote ile bana Afrika, kwa sababu tayari mataifa ya Afrika yanatii maagizo ya Umoja wa Ulaya kwamba tayari Rwanda iko chini ya vikwazo. Na pengine hiyo inaweza ni hoja kubwa ya wao kwenda moja kwa moja kufanya mkutano ndani ya Doha. Lakini mwalimu, hoja yangu ya msingi ni kwamba ni lini viongozi wa Afrika wataacha michezo ya kuigiza? Maana hii ni michezo ya kuigiza. Iliwezekana wazi kabisa kwa mwanzoni kabisa Felix ameitwa sio mara moja, ameitwa kwamba ahudhurie vikao mbalimbali, lakini vikao vingine Felix alikuwa na sababu za msingi. Mwalimu, usije ukasahau hilo. Kumbuka aliitwa Felix Kenya, na pale Kenya pia ni kwamba Felix amekuwa akituhumu Kenya ni nchi ambayo imekuwa ikihusika basi na machafuko ambayo yanaendelea Kongo, sababu Kenya ndiko ambako wakina Bertrand Bisimwa au Colonel Nangaa walianzia harakati nchini Kenya, na Kenya imekuwa ikipokea maadui wengi tu. Kwa mtu kwamba Felix asingeweza kwenda Kenya sababu Kenya haikuwa sehemu salama kwake. Lakini pia vile vile mkutano uliofanyika Tanzania, ifahamike pia kwamba anasema Felix asingeweza kwenda
pia alituma wawakilishi, sio kama kushiriki. Alituma wawakilishi hapa Tanzania. Na kule kwingine kule Addis Ababa Ethiopia pia kuweza kwenda. Lengo lake la kutokwenda sio kama alikuwa anagomea labda mikutano hiyo au kwamba hataki amani. Isipokuwa alisema wazi kabisa kwamba Kagame ni mtu ambaye yeye kama yeye vile kwamba hawezi kushiriki vikao na watu ambao wamevamia nchi yake. Labda pengine alikuwa anajaribu kugomea mikutano hiyo ili kuishinikiza Rwanda pengine ipunguze msimamo wake dhidi ya M23. Hatuwezi kujua. Sawa. Hapo na Mungu wangu kubwa ni kwamba wote uzembe umefanyika kwa ni uzembe mkubwa, ni matumizi mabaya ya akili na ubongo. Kwa sababu muwezi nyie kesi zenu mshindo kutatua Afrika, bado mkazungumzie doa. Baba ni mapungufu makubwa sana. Ndio mwalimu. Hapo mimi nikurudisha hapa nyuma kidogo tu hapa ulipoongea kuhusiana na alisema kuwa hataki kuonana na mtu ambaye anasababisha amani ya Kongo inakuwa sivyo. Lakini Doha wameonana. Tena wamekaa sio mbali. Yaani wamekaa mmoja hapa hivi wanaangaliana hivi. Alafu yule kiongozi huko Katari yeye amekaa pale, ndio sasa nafikiri anawasikiliza ili kesi kuamua sasa kama ni kesi kusitisha vita na vitu kama hivyo. Kwa je, au ndo hiki ambacho umekuwa ukiongea kuwa yatakuwa ni matumizi mabaya ya fedha, lakini pia matumizi mabaya yani namna gani tunavyotumia akili sisi kama Waafrika kwenda nje ya Afrika wakati kulikuwa na uwezekano ndani ya Afrika. Kwa sababu sawa, mimi nakubaliana na wewe kuhusiana na huko kote Felix Tshisekedi hajaenda kwa sababu pengine za kiusalama. Je, ilishindikana nini sasa kuongelea hata Kongo basi? Kwa sababu sidhani kama ingeshindikana wangeamua kuitana waongee na mambo kadha wa kadha. Lakini jambo lingine, huyu Tshisekedi alisema mwanzo kuwa hataki maongezi yoyote, ni moto kupeleka moto mbele kwa mbele. Imekuwaje leo amekubali mazungumzo? Moto aina gani mwalimu? Kongo haina jeshi. Moto upi Felix anapeleka? Haina jeshi kwani? Kuna moto hamna jeshi Kongo. Kongo ni jeshi ambalo limejaa wasaliti, limejaa wahuni watupu. Jeshi lile bovu, nidhamu mbovu, mafunzo mbovu. Wewe unaona wapi jeshi nakimbia maadui? Ni jeshi la nchi gani mwalimu linakimbia maadui? Ni jeshi la nchi gani linakimbilia Burundi? Jeshi badala apiganie nchi yao nakimbilia Burundi. Wengine wamekimbilia Rwanda. Wengine wamejisalimisha. Hilo sio jeshi. Hicho ni kikundi tu cha matapeli wauni fulani. Ndio maana tumeshauri ya kwamba lazima serikali ya Kongo iunde jeshi upya. Iunde jeshi upya lenye nidhamu ya juu, jeshi la kizalendo. Kwa hiyo mwalimu nikwambie tu kwamba Kongo hamna jeshi, lakini nikujibu hoja nyingine ya kwamba huko walikoenda sidhani kama wamerudi mwalimu. Wamerudi, umesikia matamko yao? Ndio. Amezungumza Felix ya kwamba anawaomba wajeshi wake wote wazalendo wasimamishe vita. Unanielewa? Lakini pia vile vile Paul Kagame amezungumza kwamba anawaomba M23 wasimamishe vita. Mwalimu nakuuliza, vita vimesimama? Hapana. Tena Colonel Nangaa amesema sisi hatujali hicho kilichojadiliwa huko, sisi moto. Ndio maana nakwambiaje, Kongo itakombana na wakongomani wenyewe. Wanasiasa ni matapeli, wanacheza na mambo yao mengi, migogoro mingi Mwakelembe haiwezi kutatua na kisiasa. Wanasema nikasema kwamba wanacheza wote motoni. Kwa hiyo mwalimu na Mungu, acha wazalendo wapiganie Kongo yao. Acha vita viamue nani ambaye ataibuka mshindi. Si wameamua kutumia mtutu wa bunduki? Wameamua kutumia mtutu wa bunduki kama ndio njia pekee ya wao kutatua changamoto zao. Hivyo mwalimu, acha waendelee kumalizana wao kwa wao, wakishachoka wataacha. Lakini hamwezi nyie, yani maamuzi baada yafanyike Afrika, maamuzi yafanyike Kigali, maamuzi yafanyike ina maana Kagame yeye kutangaza kwamba acheni vita mpaka tangazia akiwa Doha Katari. Ina maana Felix yeye kutangaza vita lisimame mpaka tangazia akiwa Katari. Ni matumizi mabaya ya akili. Ndio maana Mwami Lokoko alisema kwamba kila mtu ana akili, lakini sio kila mtu ana akili timamu. Na ndio maana mwalimu, vita vinaenda hivi ninavyozungumza kwamba tayari mji wa Lekare umeshachukuliwa huko na M23. Manake kikao cha huko Doha kimesaidia nini katika kuleta amani Kongo? Hakuna kitu. Ndio maana kwa kumalizia mwalimu, nani aliyekuwa mtawala wa Zaire zamani? Namzungumzia nani huyu? Nani mwalimu, nikumbushe? Mobutu.
Mobutu Sese Seko Kuku Mbengu wa Zabanga aliwahi kusema kwamba wanasiasa wote ni matapeli na wanasiasa hafai kuongoza Kongo. Akaongoza Kongo miaka 33. Kwa Mwalimu wameamua kutumia mtutu wa bunduki katika kutatua changamoto zao. Hata waendelee hivyo hivyo mpaka tujue mwisho ni upi. Lakini kauli yangu ya mwisho ni kwamba amani ni bora kuliko vita. Amani ni bora kuliko vita. Mimi nisema wazi kabisa kwamba wapige 0762 15 kupata kitabu chao cha laana, madaraka, pesa na damu, wasiunyime ubongo maarifa. Lakini pia zile pesa ambazo waliahidi watanipa nitakapotoa siri wapi waliko wakina Colonel Nangaa, milioni $5 za Kimarekani sana bilioni 12, wanaweza pia akatumbukiza huko kwenye namba hiyo Mwalimu. Mimi nikushukuru bwana. Haya.